Bwana. Na sasa tunageukia kwenye habari nyingine ambapo hapa sasa baada ya mzunguko wa 3 kutamatika, tunaenda kuangalia msimamo wa ligi kuu ambapo kila timu tayari imeshacheza mechi 3, mzunguko wa 3, mechi 3 kila timu. Tunataka tuangalie sasa baada ya huu mzunguko wa 3, nani ambaye yuko katika nafasi nzuri, nani ambaye inabidi aendelee kuongeza juhudi ili aweze kuwa katika nafasi nzuri zaidi. Steve, vipi? Msafi. Timu yako yuko wapi katika huu mzunguko wa 3? Haipo. Yangu majimaji ya Songea haipo ligi kuu, kwa hiyo wenye timu zao sasa. Nawe si una timu yako? Mimi TRA United ulinichagulia. Unaona mama, leo umeanza na Simba. Hapa sasa hivi tumeanza umebadilika. Umeenda tena Yanga, sasa hivi upo TRA. Kama kinyonga. Mimi ni TRA bwana. Yaani Simba nilikuwa nawapa amsha kwa sababu ya mchezo wa kesho. Nilikuwa na wahitaji waje kwa wingi. Ili tuweze kujadiliana vipi mechi ya kesho tunatoboa na Simba dhidi ya Coastal, au Coastal wanaweza wakawapiga bao zaidi. Niambie sasa, timu yako kwenye mzunguko wa 3 iko nafasi ya ngapi? Bado iko katika nafasi nzuri ya juu au bado ipo katika sehemu ambayo inahitaji kufanya marekebisho, kwamba waongeze juhudi, kuna vitu ambavyo wanatakiwa wafanye? Niambie, chama lako liko nafasi ya ngapi? Steve, unazungumziaje timu ambayo iko ambazo zimefanya vizuri katika mzunguko wa 3? Sawa, tuangalie hapa sasa mzunguko mara baada ya mzunguko wa 3. Ndio. Kuna timu ambazo timu zote tunasema zimeshacheza mechi 3 kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC. Sasa hapa kila timu imevuna kile ambacho ilikuwa imekipanda. Manake kama ulipanda kufungwa, manake utakuwa nafasi ambayo upo, lakini kama ulipanda jambo jema, tunasema utavuna ulichopanda. Lakini ukiangalia bwana mechi ambazo zimetamatika, ambazo zimeisha katika mechi hizo 3 ambazo wameshacheza mpaka sasa hivi timu mbalimbali za ligi kuu ya NBC, unaona ratiba ambavyo ilikuwa inaeleza. Manake kila timu imeweza kuwa katika eneo lake. Manake kuna timu zingine ambazo zimeweza kushinda vizuri, kuna timu zingine ambazo zimeweza kufungwa. Hii hapa bwana mechi ambayo ilianza ilikuwa ni ya Singida kwenye raundi ya 3 hii. Ilikuwa ni Singida dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambako Simba wao walifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli 2-1. Lakini mchezo wa raundi ya 3 ulikutanisha Geita Gold dhidi ya Kagera Sugar, ambako mchezo huu ndio ambao ulizaa magoli mengi katika raundi ya 3. Manake goli 6-2. Geita Gold wakifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli 6-2 katika mchezo huo. Lakini michezo mingine ni Azam FC, wao walicheza dhidi ya Pamba, ambako Azam walifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli 2-1, huku Mashujaa wao walicheza dhidi ya Wanakomakumwanya Mbeya City. Hilo jina la kwanza limenishtua. Wanakomakumwanya. Nikasema tena Mbeya City. Lugha gani tena hiyo? Hii lugha mwenyewe inanichanganya. Ila nahisi ni watu wa Mbeya. Okay. Sasa sijajua ni Wasafwa. Wenyewe wanajua. Lakini Young Africans walicheza dhidi ya kikosi cha JKT. Mchezo huo ulitamatika kwa Yanga kuibuka na ushindi wa goli 4. Huko Coastal Union dhidi ya TRA mchezo ulitamatika kwa suruhu au sare ya 1-1, huku wao na Mungo wakimfunga Fountain Gate. Isa Mbuzi bwana, msemaji wa Fountain Gate, waliweza kupoteza mchezo huu kwa goli 1-0. Kocha Gadiola Mnene Juma Mgunda, kikosi chake kiliweza kumfunga majeshi Baba Isaya, kocha mmoja hivi wa boli, yani alikutana kocha mmoja heavyweight afu mwingine kama mwili kama wa kwangu. Kwa hiyo yule Gadiola Mnene akafanikiwa, mbinu zake zikawa zimemzidi kocha wa Fountain Gate. Gadiola Mnene akamfunga majeshi 1-0, na mchezo
wa mwisho ambao ulifunga bwana, ndio ulikuwa ni kati ya Polisi Tanzania dhidi ya Dodoma Jiji, ambao michezo hii yote miwili imepigwa jana. Na Polisi alifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli 1-0 akiwa ugenini. Dodoma akiwa nyumbani aliweza kuangukia pua. Na ninapozungumza hivi leo hamna mchezo wote, manake leo ni mapumziko sasa. Wachezaji, makocha, mashabiki pia wanajaribu kidogo kula biriani, kula kuku kwa mrija na vitu vingine. Wale waliofungwa wanarudi kazini kwenye kiwanja cha mazoezi kuendelea kuangalia mbinu zipoje. Na hapa wanaokula kuku kwa mrija ni mashabiki. Ila makocha na wachezaji bado yani wapo kwenye mapambano kwa sababu unavyoisha mchezo ndio safari ya mchezo unaofuata. Manake ukimaliza mchezo huu ni safari ya kuelekea mchezo mwingine. Kwa hiyo kwa upande sasa wa kikosi cha Simba kesho anashuka dimbani dhidi ya Coastal Union. Afu huko Kagera Sugar dhidi ya Mashujaa. Michezo ya siku ya kesho kutwa pia inapigwa michezo mingine. Michezo inazidi kuendelea, michezo juu ya michezo. Tuenda kushuhudia raundi nyingine, lakini msimamo sasa wa ligi kuu ya NBC na wenyewe unasomeka hivi. Hapo ndio penyewe sasa. Timu yako ipo nafasi ya ngapi? Basi wewe nipo hapa kusikiliza. Unaweza ukawa unajua ama ujui. Mimi sijui. TRA United wenzangu mko wapi? Basi tutaenda kujua hapa. Sawa. Wana Young Africans wapo nafasi ya kwanza. Simba Sports Club ikiwa nafasi ya pili. Polisi Tanzania wakiwa nafasi ya tatu. Azam FC nafasi ya 4. Geita Gold wapo nafasi ya 5. Mbeya City nafasi ya 6. na Mungu akiwa nafasi ya 7. Nafasi ya 8 ikishikiliwa na Singida Black Stars. Nafasi ya 9 Mashujaa. Nafasi ya 10 wameshikilia Fountain Gate. Nafasi ya 11 TRA. Nafasi ya 12 Pamba Jiji. Nafasi ya 13 Dodoma Jiji. Nafasi ya 14 Coastal Union. Nafasi ya 15 Kagera Sugar. Nafasi ya 16 ni JKT Tanzania. Huo ni msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara mpaka sasa, jinsi ambavyo unasomeka. Timu yako iko nafasi ya ngapi? 11. Wewe wajua. Yangu ipo nafasi ya 11. Kwa hiyo tupambane tupande pande, au tupo kwenye nafasi nzuri? Kama pazuri 11 baki. Sio. Yani wewe ulitaki kombe. Kombe nalitaka. Sasa utachukuaje kombe kwa nafasi ya 11? Inabidi tuanze kuwa nafasi ya ngapi? Ya 3. Ya kwanza ndo unachukua kombe. Yani wewe ya 3 na kombe gani? Tunatoka chini tunapanda mdogo mdogo. Yani wewe hapa hii marathon kinachotafutwa nafasi ya kwanza. Yani ukazane ukimaliza nafasi ya pili sio mafanikio. Mungu atusaidie. Mafanikio yanayoangaliwa hapa ni umeliinua kombe. Yani mpira wa miguu unaweza, mfano kombe la dunia zimeanza timu 48. Argentina kajitahidi kafika finali na Uhispania. Finali Argentina kafungwa. Wachezaji wa Argentina wanalia. Ila kuna timu ambazo zilitoka mapema huko. Wao wamejitahidi wamefika finali, wamekuwa mshindi wa pili, wamevaa medali, lakini shujaa ameonekana Hispania kwa sababu ndo amechukua ubingwa. Msimu uliopita Simba kajitahidi mechi ya mwisho Yanga anacheza Meja Jenerali Samuyo, Simba anacheza KMC. Yanga anashinda, Simba anashinda, ila pointi zinambeba Yanga kuchukua ubingwa. Yanga anaonekana shujaa wa mchezo. Kwa hiyo kinachoangaliwa kwenye hii marathon ya ubingwa ni wewe unaendaje kuchukua ubingwa. Hakiangaliwi kingine. Kocha hujachukua ubingwa, unaonekana ni Zohofu Real. Japokuwa sasa kuna utofauti wa hapa. Mashujaa akimaliza nafasi ya pili kwake ni mafanikio. Kwa nini Mashujaa? Yani nimetolea mfano tu Mashujaa. Lakini afadhali hujaitolea timu yangu. TRA akimaliza nafasi ya 3 ni mafanikio. Manake tunakuwa tumepanda. Mnakuwa mmejitahidi bwana. Yani wewe umemaliza nafasi ya 3 afu Azam kamaliza nafasi ya 4. Watu watakuwa wanajiuliza mmetumia mbinu gani? Imekuaje? Kuna kipindi hawa Mbeya City walishai kumaliza nafasi ya 3. Simba kamaliza nafasi ya 4 kwenye msimamo wa ligi kuu. Mbeya City kawa ya moto. Msimu uliofuata Mbeya City iliuza jezi Purple Nation. Walikuwa wanasumbua nchi. Watu wa Mbeya unawajua kwa sifa. Wakaiteka nchi. Watu wa Mbeya walitusumbua sana, jezi inauzika. Nini? Hawakuchukua ubingwa, ila timu ilizungumzwa kwa sababu ni timu daraja la chini. Imeweza compete na ikaenda kumtoa timu ambayo tunaipa
kipaumbele. Tunategemea ndio iwe kuchukua ubingwa na ikatolewa na timu ambayo ipo daraja la chini. Kwa hiyo sawa sawa na Afrika tunaweza tukasema Yanga ama Simba zikibeba CAF Champions League itakuwa ni story sana. Afrika nzima. Ila Al Ahly yakibeba ubingwa sio story, kwa sababu Al Ahly ni kawaida yake kuchukua ubingwa. Tumemzoea na ubingwa mara nyingi. Kufika finali Al Ahly ni kawaida. Sawa sawa na Simba sasa hivi akifika robo finali kwake itakuwa sio jambo la kujivunia. Au Yanga, watu sasa hivi Yanga na Simba wanachokiangalia ni kutoka robo finali kwenda nusu finali. Maana yake kama Yanga na Simba zitafanikiwa kufika nusu finali msimu huu kwenye CAF Champions League, itakuwa kwao ni mafanikio. Kwa sababu hawajawahi kufika nusu finali. Ni kweli kabisa. Fasi kubwa wameishia robo. Ni hatua hiyo. Itakuwa ni hatua ambayo wamepiga Simba na Yanga kama watafika hatua ya nusu finali. Ama kwa hakika. Haya, nipite na ujumbe wake. Dennis anasema timu yangu ipo kileleni kwa magoli. Hao Simba gari Steve, niendelee kusoma unishe njiani? Hao watu wako ndugu yangu. Steve, ni watu wangu mimi na wewe ndio tuko kwenye kipindi. Sawa. Steve ananikataa. Wewe ndo unawasoma huko. Watu wako. Dennis anasema hivi, jamani mniwie radhi, ila Dennis ndo ananifanya nicheke. Dennis anasema hivi, timu yangu ipo kileleni kwa magoli. Hao Simba gari la kuungaunga, kazi kwao. By Jafari Mungi. Jafari, kwa nini lakini useme timu yetu ni gari la kuungaunga? Labda ni kweli. Hapana, gari letu sio la yani hiyo tu, yani tunasema ni ajali kazini. Yani ajali unajua inaweza ikampata yeyote. Au kwa sababu tu tumepata kadi nyekundu 3 basi mnatusema. Na ninaamini kesho tunacheza bila red card kabisa. Naamini hivyo na mambo yatakuwa sawa. Kaka Noeli anasema jamani Simba ni mbovu tu. Haya sasa. Wameamua sasa kuipondea Simba. Nisemeje sasa? Wana Simba njoni bwana, njoni tuteteane, tuitetee timu yetu. Unaona Steve, nikoita wana Simba unaona hawaji haraka. Wana Simba. Hivi kauli mbiu ya klabu ya Simba mwaka huu ni ipi? Ubaya ubwela? Sijaona wakitambulisha kauli. Ila kauli yao kuu inabaki ile nguvu moja. Simba nguvu moja. Zile zingine zinakuaga tu. Yanga wao inajulikana. Yanga nyuma mwiko. Mbele nyuma mwiko. Mbele sijui daima. Yanga mbele daima nyuma mwiko. Daima mbele nyuma mwiko. Simba nguvu moja. Hizo ndo kauli zao ambazo zinajua. Na yani nazijua yani zikiwa, ila zile zingine huwa zinakuja. Kwa ubaya ubwela hizo ni za mashabiki. Alisema msemaji kabisa mwenyewe kwamba msimu huu sisi Simba ni ubaya ubwela. Na hiyo ya Yanga bingwa ndo wamekuja naye naona msimu huu. Na sasa hivi Yanga wenyewe wanatumia kauli mbiu inasema mwakani tena. Ila kwa upande wa Simba labda kama kuna shabiki wa Simba yeye anajua, anaweza akatukumbusha bwana Simba sasa hivi mnatumia kauli mbiu gani? Simba wa Yanga wenyewe wanasema mwakani tena. Moses hapa anasema Yanga msimu huu mwakani tena. Haya, asante wana Simba, mje mniambie kauli yenu kwa msimu huu hapa ni ipi? Mnatumia kauli gani? Hiyo ndio iwe salamu yetu wana Simba pale tutapokutana. Haya bwana, dakika ni 15 zimeondoka baada ya kugonga 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki.